Sasa labda nianze na misingi yenyewe ya uchaguzi. Kama alivyosema President, tunaanza na ibara ya 8 ya katiba. Mlio na katiba, ibara ile inasema chimbuko la madaraka ni wananchi. Na inasema wananchi watashiriki kwa jinsi ambavyo katiba taelekeza. Kwa hiyo ibara ya 8 ndio msingi. Sasa katika katiba hiyo kuna ibara ambazo zinazungumzia juu ya uchaguzi. Na moja ambayo ni kubwa ni ibara ya 67 ya katiba. Labda hata kabla sijaenda kwenye 67, uchaguzi unahusisha makundi mawili. Unahusisha wapiga kura na wale wanaopigiwa kura. Na katiba imeweka misingi kwa wote wawili. Kwa wapiga kura, weka msingi kwamba mwananchi yeyote, raia yeyote mwenye akili timamu aliyefikia umri wa miaka 18 ana haki ya kupiga kura. Na mwananchi yeyote mwenye akili timamu ambaye amefikisha umri wa miaka 21 anaweza kugombea. Sasa hiyo imetokana na historia ndefu kidogo. Nchi hii tuna uzoefu wa kupiga kura wa miaka 65-66. Uchaguzi wa kwanza ulifanywa mwaka 58 na 59. Ulikuwa katika awamu mbili. Awamu ya kwanza ilikuwa 58, awamu ya pili ilikuwa 59. Huu ni uchaguzi ambao serikali ya koloni ililazimishwa kuandaa, kwa sababu kabla hapo wananchi hawakuwa na uwakilishi. Lakini sheria na kanuni zilizoandaliwa kwa uchaguzi wa mwaka 58 haikuwa ya kuwezesha wananchi wote kupiga kura. Ilikuwa ni sheria na kanuni ambazo zilikuwa zinazuia watu fulani na walio wengi wasishiriki. Masharti ilikuwa magumu. Moja ilikuwa kushiriki uwe na elimu ya form 4, uwe na mali ambayo nadhani ilifikia kiwango cha pound 400. Sasa tunazungumzia 58. Wengine hamko hapo. 58 ilikuwa ukija kwenye grupu la watu wengi, kuwapata watu wa form 4 walikuwa wachache sana. Kuwapata watu wenye mali inayofikia pound 400 ilikuwa sio rahisi. Kwa hiyo ilifanywa wengi
Wakati ule ilikuwa estimates za idadi ya wananchi ilikuwa nadhani 9.4 million mwaka 58. Walioandikishwa kupiga kura nadhani walikuwa kama 40,000. Sasa fikiria ni uchaguzi katika nchi ya watu milioni 9 na kitu, lakini wa kupiga kura 40,000. Ilikuwa ni sheria ya kuzuia watu wasishiriki katika uchaguzi. Lakini hivyo hata Zanzibar. Mkiangalia Zanzibar, sheria za Zanzibar wakati ule, ukiangalia uchaguzi wa mwaka 61, mwaka 63, mwaka 63 kulikuwa na vyama 3 vikubwa vilivyogombea. ASP, kulikuwa na ASP, na Hizbu, na Pemba People's Party. Katika uchaguzi ule, ASP ilipata zaidi ya 54% ya kura zote. Kwa hiyo Hizbu na Pemba People's Party hawakufika nusu, ilikuwa kama nusu. Lakini matokeo, ASP ilipata viti 13, vile vyama vingine toto kapata 18, Hizbu ilipata 12 na wengine 6, 18. Kwa hiyo nakuta 54% wamepata viti. Ni kwa sababu sheria ilikuwa imetungwa ku-exclude watu fulani. Sasa ili kuleta usawa, ndio katiba na sheria ya uchaguzi zikaangaliwa na zikaweka kama nilivyosema kwenye sheria, nani ana haki ya kupiga kura, nani ana haki ya kugombea. Utaratibu huo umeendelea bila matatizo mpaka mwaka 2015, uchaguzi wa 2015. Kutoka tulipokuwa chama kimoja mpaka tumefika vyama vingi, lakini utaratibu ulikuwa ni kwamba mwananchi yeyote ambaye amefikia umri wa miaka 18 ana haki ya kupiga kura. Kama hajui kusoma atapata msaada. Kama na kilema labda ni kipofu atapata msaada. Lakini hakukuwa njia ya kugawa kwamba mtu asipige kura. Na wale wanaotaka kugombea, sifa zimewekwa pale. Mtaona kwenye katiba sifa za msingi ni 3 tu. Kwenye katiba ni 3 tu. Kama unataka kugombea, uwe raia, umetimiza miaka 21. Sifa ya kwanza hiyo. Sifa ya pili, uwe ni mwanachama wa chama cha siasa. Sifa ya 3 ni kwamba wewe katika maisha yako hujapatikana na hatia ukahukumiwa kwa kukwepa kodi. Ni hizo tu. Lakini kuna mambo yameorodhesha watu, mambo ambayo yanaweza kumzuia mtu asiruhusiwe kugombea, ya kuingua watu. Na ndio nimetaja, nasema kwenye ibara ya 67 yameorodheshwa. Hiyo inahusu uchaguzi wa wabunge. Lakini ukienda kwenye uchaguzi wa rais, sheria inakurifaa to 67.
pamoja na sifa nyingine zile. Hakuna mtu atagombea urais kama hana sifa za kumfanya agombea ubunge. Udiwani hivyo hivyo. Kwa hiyo ni sifa za wote. Pamoja na mabadiliko ambayo yalikuwa yanahitajika, na wakati wote ilikuwa nafanya mabadiliko, lakini utaratibu ule uliwafanya wananchi wakaendesha uchaguzi bila matatizo mpaka ilipofika mwaka 2019. 2019 ukaletwa utaratibu ama kanuni ambazo zilianza kutenga watu fulani fulani, kuwaengua kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa wa 2019. Wagombea wengi sana walienguliwa, lakini ukienda kwenye orodha ya sababu zilizofanya wakaenguliwa, hakuna hata moja iko kwenye katiba. Hakuna. Na sheria ya uchaguzi nayo ina masharti yake kwa wagombea. Makubwa ni kwamba upate wadhamini, nadhani kuwe na picha, mambo mengine. Lakini zile za kwenye sheria ya uchaguzi hazikuwa msingi wa kuengua wagombea. Tukumbuka huko nyuma, wakati mwingine ilikuwa inatokea matatizo, na utaiona ile sheria inasema sio kwamba ukikosea kwenye fomu ile kwa vyote vile kwamba unaenguliwa. Hapana. Ndio unaweza kuenguliwa, lakini inampa discretion msimamizi wa uchaguzi kuona mazingira, na badala ya kuengua yanafanya masahihisho. Niwape mfano wa kupata wadhamini. Zamani hakukuwa na sharti kwamba anayekudhamini uchukue kadi yake. Haikuwa hapo. Ilikuwa unakwenda unapata mdhamini ambaye unaweza hata kuandika kadi yake, namba ya kadi yake na mambo mengine, lakini anabaki na kadi yake. Ikagundulika kwamba yalitokea wakati fulani mtu mmoja kadhamini wawili. Wakati ule chini ya CCM ulikuwa na wagombea wawili. Sasa wanakuta mtu mmoja amedhamini wote wawili. Wakati ule ilikuwa ikionekana hivyo, hawakuengua wale wagombea. Walipewa muda wakaenda kufanya masahihisho. Nani kama mtu amedhamini wawili, wamuondoe kwa mmoja, wapate mwingine wa kumreplace. Ilikuwa na matatizo. Ndio baadaye ili kuhakikisha kwamba hakuna mtu anaweza kudhamini watu wawili, akikudhamini unatakiwa uchukue kadi yake. Ilikuwa hivi. Sasa ya 2019 hawakuingua watu kwa masharti yaliyo katika katiba ama masharti yaliyokuwa katika sheria ya uchaguzi. Hii ndio ilileta matatizo. Kwa na malalamiko kwamba misingi iko kwenye katiba, iko kwenye sheria, lakini misingi ile haikutumika. Wameungua watu, sio wagombea tu, kwa sababu ukimwengua mgombea, ukimwengua mgombea wa CUF Mzee Lipumba pale, ni kwamba umeengua wanachama wote wa CUF, hawatashiriki. Kwa sababu kama CUF haina candidates, wale wafuasi wake hawatashiriki. Na hivyo kwa vyama vingine.
na umefanya hivyo. Mimi siamini hata kulikuwa na kanuni. Sikuona kanuni ambayo inasema kama unaishi Dar es Salaam ukaandika Dar es Salaam kwa kifupi DSM, kwamba hiyo ni sababu ya kuingua mtu. Na mengine, maana kuna wengine walienguliwa kwamba hajui kusoma. Leo unakuja kukuta ni mtu mwalimu mstaafu. Sasa alikuwa mwalimu, unasema hasomi. Inaonekana ni maagizo yalitolewa. Tumia njia yoyote ile kuingua ng'ombe. Na bahati mbaya walikuwa naenguliwa wagombea wa upande mmoja. Ikaleta matatizo hiyo. Kwa hiyo kukawa na malalamiko, lakini ikatolewa assurance kwamba hii haitatokea tena. Ikaja 2020 pamoja na assurance zilizotokea, yakatokea yale. Ndio kelele ikawa kubwa zaidi. Ikawa kubwa. Ikatolewa assurance kwamba 2024 mambo yatakuwa mazuri. Imefika 2024 yakawa yale. Kwamba watu wameinguliwa sio kwa msingi wa katiba, sio kwa msingi wa sheria, ni kwa maamuzi. Sasa baada hiyo ndio sasa tuko katika hali hii. Tunaingia kwenye uchaguzi huu. Ninavyoona, tusipoangalia kama taifa, tutakuwa tumepanda mbegu ambayo itavuruga amani.